Vyakula vya wanga ni moja ya vyakula ambavyo vina mjadala mkubwa sana duniani kote, hasa inapokuja kwenye swala la afya ya mwanadamu. Vyakula vya wanga vimekuwa vikituhumiwa kusababishwa vitambi ambavyo unaviona, kusababisha visukari unavyoviona, kusababisha si magonjwa ya figo, si pressure, si kupanda kwa mafuta ndani ya mwili, ongezeko la mafuta mwilini, hasa mafuta ya rehemu, si ongezeko la mafuta kama mwilini kwa ujumla, hyperlipidemia na magonjwa mengine chungu nzima yamekuwa ikihusianishwa na ulaji wa vyakula vya wanga. Lakini unayoyasikia mitaani juu ya vyakula vya wanga, naomba nikufahamishia kwamba ni tofauti na jinsi historia ilivyo juu ya ulaji wa mwanadamu, ni tofauti na jinsi ambavyo sayansi halisi inavyosema. Lakini pia kuepuka vyakula vya wanga nimekuwa nikiona kwamba ni makosa makubwa sana ambayo wewe ambayo unataka kulinda afya yako dhidi ya magonjwa unaweza kuyafanya. Hata hivyo ukiangalia pia kuepuka vyakula vya wanga ni moja makosa makubwa sana ambao wagonjwa wengi ambao wako vitandani, ambao wako hospitalini wamelazwa, wameweza kuyafanya na kujitoa wako kwenye mtego, ameshanaswa na magonjwa hayo ambayo walikuwa nasema kwamba wanaacha kula vyakula vya wanga ili waweze kukwepa navyo. Wewe fikiria mtu anakuambia vitambi ambavyo tunaviona mjini hapa sababu ni wanga. So katika video ya leo naenda kuzungumzia mambo makuu matatu. Jambo la kwanza nitagusia kidogo juu ya neno wanga, lakini jambo la pili naenda kukuelezea ni juu ya vyakula vya wanga ambavyo naenda kuvizungumzia. Kwa nini ukivikopa vyakula hivyo utakuwa hatarini kushambuliwa na magonjwa, kwa nini ni makosa makubwa ambayo utakuwa umefanya, na kwa nini uko kinyume na masuala ya sayansi. Mwisho naenda kuzungumzia sababu kuu 9 kwa nini hutaki kukwepa vyakula vya wanga, na kwa nini inatakiwa viwe sehemu ya mlo wako, na kwa nini viwe sehemu ya ulaji wako mkubwa. Uko nami Emmanuel Mpalie, nutrition specialist. Naomba twende sambamba mwanzo mpaka mwisho wa video hii uweze kupata hizo point ambazo nimekuelezea. Wanga, vyakula vya wanga ambavyo ni bora na ambavyo vinakinga na kutibu magonjwa, kwa nini ni hasara kubwa sana juu ya mwili wako, na kwa nini hatari sana juu ya mwili wako ukiweza kuvikwepa vyakula hivyo, na nitakuelezea sababu kuu 9. Mada ambayo iko hewani ni sababu kuu 9 za kwa nini hutaki kuogopa wala kukwepa vyakula vya wanga. Yaani kwa nini vyakula vya wanga viwe sehemu ya ulaji wako. Kama nilivyosema awali, nianze kukufahamisha juu ya neno wanga, maana wengi hawaelewi. Ninapozungumzia neno wanga au unaposikia neno wanga, kwa wewe kama hunauelewa vizuri, neno wanga au wanga ni kirutubisho ambacho kinapatikana baada ya kuwa mmea au kiumbe hai ambacho kinaitwa ni mmea kimevuna nishati ya jua na kuweza kuichakata kupitia mchakato ambao ni photosynthesis na kutuletea compound ambayo inaitwa kwamba ni wanga, ambayo ile wanga huwa inahifadhiwa kwenye majani, kwenye mizizi ya mmea, kwenye magome ya mmea, kwenye matunda ya mmea, kwenye mbegu zitokanazo na mmea. Kote huko utakutana na wanga, yaani hicho kirutubisho ambacho ni nishati jua ambacho kimetengenezwa kutoka kwenye nishati ya jua. Kote utakutana nacho. Ukigusa mmea wa aina yote, sehemu ambazo nimezitaja, utakutana na wanga. Katika tafasiri hiyo, tunapozungumza habari za wanga, moja kwa moja wewe usifikirie nyama wala usifikirie mnyama, fikiria neno mmea. Kwa tafasiri nyingine, neno wanga ni sawa na mmea. Kumekuwa na maneno mawili, neno wanga na neno sukari. Naomba nikutofautishie hapa ndani ya sekunde chache. Tunapozungumzia neno wanga, tunazungumzia wanga asilia na wanga ambazo sio asilia, kwa maana kama zile ambazo zinatokea madukani. Sasa kuona kuna hizo aina mbili za wanga kulingana na chanzo, ikabidi kwenye taaluma ya sayansi ikaja neno sukari. Neno sukari ilikuwa ni neno ambalo limeanzishwa kwa ajili kutofautisha wanga ambazo sio asilia kutoka kwenye asilia. Kwa mfano, sukari ya madukani ile ni sukari, ni wanga, lakini ambayo kwamba ni sukari kwa sababu sio asilia. Hakuna mmea ambao unazalisha sukari ile ya madukani. Kuna vinywaji kutokea viwandani hivyo ambavyo vimesheheni sukari, hivyo tunavita ni sukari kwa sababu sio asilia. Lakini tunapokuja kwenye vyakula kama mboga za majani ambayo ni mmea asilia, matunda ambayo ni asilia,
Jamii ya mikunde, maharage, mbaazi, njegere, kunde, choroko, si kalanga, hizi mbegu hizi, mbegu za maboga, mbegu za alizeti, korosho, hivi ambavyo ni asilia. Ukaja habari za nafaka, mahindi, mtama, ulezi, ngano ambazo hazijakobolewa, mchele wa brown. Ukaja habari za jamii ya mizizi, viazi, mihogo, magimbi, ukaja tukijumuisha na masuala ya ndizi hizi za kupika. Hivyo ni vyakula ambavyo ni vya wanga ambavyo ni asilia. Kama nilivyosema awali kwamba wanga inatengenezwa na mmea kupitia mchakato wa photosynthesis. Kwa hiyo hata mchicha una wanga. Kinachotofautiana hapa ni aina za wanga, lakini zote ni wanga. Nadhani unaweza kama nielewa kwa ufupi. Sasa unaposema kwamba nakwepa vyakula vya wanga, angalibadi ukiuliza umekula matunda, unasema ndio nimekula matunda. Kwani tunda ni nini? Tunda ni wanga. Kwa sababu hata ukija kuchukua avocado ambayo kwa asilimia kubwa ni mafuta, bado avocado la kawaida linakuwa na gramu 12 za wanga za carbohydrate. Kwa hiyo hakuna namna ambayo unaweza kukwepa wanga. Ukitaka kukwepa wanga, manake ukwepe vyakula vyote vya mmea. Hapo sawa, ubaki unakula mayai, unakula nyama, unakuja si samaki, utabaki unaisha kwenye mnyama tu. Mnyama ndio kwenye vyakula vya wanyama ndio ambapo hakuna wanga. Japo kwenye maziwa kuna wanga kidogo ambayo ni aina ya lactose iko pale. Lakini kwa asilimia kubwa fahamu kwamba tunapozungumzia habari vyakula vya wanga ni mmea tu peke yake ndio ambao unaweza kutengeneza wanga na ndio ambao umesheheni wanga. Katika tafasiri unaposema kwamba unakwepa vyakula vya wanga, ukwepe mboga za majani, ukwepe matunda, ukwepe jamii ya mikunde hizi, maharage, mbaazi, njegere, kunde, choroko, ukwepe habari za nafaka ambazo hazijakobolewa, kama ni makanda ambayo hayajakobolewa, ukwepe vitu kama viazi, mihogo, wewe uko hatarini kushangwa na magonjwa. Na hata hivyo uko kinyume na historia ya afya ya mwanadamu. Uko kinyume na historia ya mwanadamu kwa sababu imekuwa sehemu ya vyakula vya mwanadamu. Wewe uko kinyume na sayansi, maana sayansi inatuonyesha wazi vyakula hivi ndio ambavyo vina nguvu tiba, ndio ambavyo vinaweza kutukinga dhidi ya magonjwa. Lakini ukija kuangalia pia unakuwa ni makosa makubwa sana ambayo unafanya katika kulinda mwili wako dhidi ya magonjwa. Katika mantiki hiyo unaweza kuelewa aina ya vyakula vya wanga ninavyozungumzia. Sizungumzia habari za maandazi ambazo ngano yake imeshakobolewa ambazo vimetengenezwa hapo, chapati wala mikate meupe wala sembe. Sizungumzia habari za cakes hizi kutokea viwandani. Sizungumzia habari za vinywaji vya sukari kutokea viwandani. Sizungumzia habari za sukari za madukani. Sizungumzia hizo, nazungumzia vyakula asilia vya wanga. Tofauti na hivi vyakula ambavyo vimeshachakatwa, vimeshaingiliwa na mkono wa mwanadamu. Sasa baada ya kuwa nimezungumza haya, kuna sababu kuu 9 ambazo nitakiwa uzifahamu kwamba za wewe kutokuweza kuepuka vyakula vya wanga na kutokuweza kuokopa vyakula hivyo, na sababu hizo zikufanya wewe kufanya vyakula hivi viweze kuwa sehemu ya ulaji wako. Namba moja sababu hiyo ni kwamba vyakula vya hivyo vya wanga vinasaidia mtu kwenye kupungua uzito, ni havikunenepeshi kama ambavyo watu wamekuwa wakisema. Wengi wamekuwa wakisema wao ukila vyakula vya wanga vinanenepesha. Sio kweli. Ukijaribu mtu huyu ambaye anasema kwamba vyakula vya wanga vinanenepesha, wanga kutoka kwenye kiazi ambayo ni starch ile, wanga kutoka kwenye maharage ambayo ni starch, wanga kutoka kwenye mahindi starch, inapokuwa imemeng'enywa, mwisho wa siku inatuletea glucose. Mtu anakuambia hiyo huwa inabadilisha kuwa mafuta. Ukimuuliza kwani glucose mwilini inahifadhiwa katika mfumo upi, hasemi ni mafuta, anakuambia ni glycogen, ndio storage form ya glucose. Ukimuuliza kwani mafuta unayokula wewe yanahifadhiwa mwilini katika mfumo upi, anakwepa, anashindwa kusema moja kwa moja kwamba mafuta mwilini yanahifadhiwa kama mafuta. Full stop, hapo ndio mwisho wa story. Kwa hiyo mafuta ambayo yanahifadhiwa mwilini kama mafuta hayakunenepeshi, ila glucose inahifadhiwa katika mfumo wa glycogen ni inakunenepesha. Anakwambia inabadilisha kuwa mafuta. Glucose iliyozidi mwilini huwa inaunguzwa na kutolewa nje katika mfumo wa nishati ambao katika tunaita kwamba ni facultative thermogenesis, na tofauti na vile ambavyo nasema. Japo naweza nikakubaliana kwamba kuna baadhi ya mazingira machache ambapo kuna uwezekano glucose kuweza kubadilishwa na kuwa mafuta, lakini katika scenario chache, katika mazingira machache ambapo mwili wenyewe umeona kwamba hapa tunahitaji mafuta, kwa hiyo tunatoa wapi? Hebu tunaweza kubadilisha glucose kidogo tukapata kwa muda huo tukatumia. Lakini fahamu kwamba glucose ndo kirutubisho ambacho ni chanzo cha nishati ambacho mwili wa binadamu umetengenezwa kuweza kukitumia, na si kama ambavyo wengi wanasema si mafuta yatabadilishwa kuwa ketone. Ngonjera nyingi wale watu wa low carbohydrate, wale ambao wanaepuka vyakula vya wanga na kwa protein na mafuta kwa wingi, low carbohydrate, high fat and high protein diet. Na kuna baadhi ya tafiti ambazo zinaonyesha sasa kwenye swala la kupungua uzito, unapokuwa umekula vyakula hivi vya kutokana na mmea, ukiwa umepunguza vyakula vya mafuta,
low fat high carbohydrate diet, ambao unakuwa umekula vyakula vingi vya mmea ambavyo vimesheheni wanga na starch na madini na vitamini, kwenye swala la kupungua uzito ni huwa unapungua vizuri. Kuna tafiti moja ambayo iliangazia ule ulaji wa vyakula vya protein kupunguza wanga na ulaji wa vyakula vya wanga kupunguza mafuta na protein kwenye swala la kupungua uzito. Tafiti ile ilionyesha kwamba kulikuwa hakuna utofauti wa aina yoyote kwa masuala kupungua uzito, wote waliweza kupungua vizuri. Lakini habari njema ambayo naweza kusema kwamba ni utofauti kati ya hii approach au taratibu wa kula vyakula vya protein nyingi na mafuta ili kupungua uzito na hii approach ya kula vyakula vya wanga ambavyo kutokana na mmea kupunguza mafuta, utofauti kwenye masuala kupungua uzito. Hii ya kula vyakula vya mmea ambavyo vyakula vya wanga ni kwamba kupungua kwa uzito kunadumu kwa muda mrefu sana, wakati hii ya kula vyakula vya protein na mafuta unapungua kwa muda mfupi, baadaye utarudi ulikotoka. Ndio hizo data ambazo tunazizungumzia. Mbaya zaidi, ulaji wa protein na mafuta, hawa wagonjwa hawa wanaisha kupata complication nyingi kama mawe kwenye mfuko wa nyongo, masuala ya sukari pia baadaye inaanza kuongezeka, habari za pressure, kuna matatizo ya figo na matatizo mengine huwa naibuka kwa sababu ya consumption kubwa ya protein na mafuta, ambapo ulaji huu wa protein hizo ni ulaji ambao kama ni ulaji wa asidi, ya vyakula vya asidi sana, wakati ulaji wa vyakula vya wanga tunasema ni ulaji wa vyakula ambavyo ni alkaline. Kwa hiyo hii ni sababu ya kwanza kwa nini unatakiwa ule vyakula vya wanga na usiviogope. Sababu ya pili ni kwamba historia inatuambia wahenga wetu sisi, wazee wetu wamekuwa wakila vyakula hivyo ambavyo nimezungumzia. Wamekuwa wakitegemea shamba, wamekuwa wakitegemea mmea kama chanzo cha vyakula vyao. Hata wale binadamu wa kwanza ambao wanasema kwamba alikuwa na winda na kula mizizi na matunda. Swala sio kama kuku broiler ambayo utamfika na mkamata tu aweze kukimbia. Wanyama walikuwa ni active sana. Kwa hiyo mara nyingi watu hao walishia kula mizizi na matunda, kwani mmea ndio ambao hauwezi kujiongea na kukimbia sehemu nyingine. Baada ya kuanzisha kilimo, bado inatuonyesha wazi wazee wetu wamekuwa kiishi kwa kula kile ambacho wanakizalisha. Watakula mihogo, watakula magimbi, watakula ndizi, watakula viazi, watakula mahindi na hawakoboi, watakula kama ni ngano, watakula ngano ambayo hawajakobolewa, wala wanapenda kula mkate usiotiwa chachu, mpaka imeandikwa kwenye Biblia. Ukija kuzungumza kuangalia habari za mikunde hizi, maharage, mbaazi, njegere, kunde, choroko, mboga za majani, matunda, hivyo ndio ambavyo wamekula ambavyo ni wanga, ni starch. Yani hivyo vyote vinatokana na mmea vimesheheni wanga. Kwa hiyo tunasema kwamba vyakula hivi ni vyakula ambavyo sisi ambapo tumekutana na wahenga wetu, wazee wetu kule, ni kwamba ndio vyakula ambavyo wamekuwa wanakula. Kwa hiyo kwa sababu hiyo wewe huna sababu ya kuviogopa, kwa sababu kama kipindi hicho kwa wazee wetu na wahenga wetu kulikuwa hakuna mlipuko wa magonjwa na wamekuwa kila vyakula hivyo, kwa nini kwa sasa wewe viepuko kwamba vinasababisha magonjwa? Na hiyo inakuwa iko nyuma, ni kinyume na tafiti, kwa sababu ukiangalia jamii ambazo ni plant based, ambazo wanakuwa kutokana na mimea kama vegetarian, vegan, ni kwamba bado wanakula vyakula ambavyo vinatokana na mmea. Hii ni sababu ya pili. Lakini sababu ya tatu, kwa nini ule vyakula tunavyo na mmea ambavyo vimesheheni wanga, kwa nini ule wanga ambazo ni za kiasili? Ni kwa sababu ya neno nyuzi lishe. Nyuzi lishe ni aina ya wanga ambayo inapatikana kwenye mmea peke yake. Nyuzi lishe husaidia kukinga masuala ya ukosefu wa choo. Nyuzi lishe inasaidia dhidi ya tatizo la acid reflux. Nyuzi lishe inasaidia kwenye masuala ya kukinga masuala ya gesi. Nyuzi lishe inasaidia kwenye masuala ya vidonda vya tumbo. Nyuzi lishe inasaidia kupunguza kiwango cha lehemu kwenye mwili wako. Inasaidia dhidi ya tatizo la hypercholesterolemia. Inasaidia pia kupunguza kiwango cha mafuta kwa ujumla, hyperlipidemia. Inasaidia kwenye masuala ya pressure, kwenye masuala ya hormone, kwenye kupambana dhidi ya uvimbe kwenye mfumo wa uzazi, hizi masuala ya fibroid, kwa sababu chanzo chake ni mpangilio wa hormone. Hizi nyuzi lishe zinasaidia kwenye kubalance masuala ya hormone. Nyuzi lishe ina kazi nyingi sana, sambamba na kuhakikisha kwamba inalinda afya ya viungo ambavyo viko ndani ya mwili wetu. Kwa hiyo kuepuka vyakula vya wanga ni moja ya kaburi ambazo ukajichimbia afya ya mwili wako pasipo hata wewe kujua. Kwa hiyo hii ni sababu ya tatu. Sababu ya nne ni habari za vitamini C na virutubisho vingine. Naomba nikufahamishe, wengi nasema nitakula maziwa na virutubisho vingi. Hakika vyakula kutokana na mmea ambavyo ni vyakula vya wanga hivi ndio ambavyo vimesheheni virutubisho vyote. Tukianza na neno madini, madini yanaanzia ardhini. Kwa kabla ng'ombe hajapata madini, kabla mbuzi hajapata madini, ni lazima ale mmea. Wewe fikiria wanyama kama tembo, twiga na wanyama wengi wakubwa ambao wamenawiri, wanakula mmea tu na hawali nyama, na wana afya njema na wana madini yote ya kitu. Unaweza kana namna ambavyo vyakula hivi tunavyo ambavyo ni vya wanga
ulaji wa vyakula vya wanga, jinsi ambavyo imesheheni virutubisho vyote, kwa hiyo inasheheni madini yote. Habari za vitamini vyote vipo isipokuwa vitamini B12 nakubaliana, lakini fahamu vitamini C ni muhimu sana kwa ajili ya afya ya mwanadamu na inapatikana kwenye vyakula vya wanga tu peke yake. Kama ulikuwa fahamu hilo. Ukija kuangalia kuna vyakula vya mmea hivi vina wanga yenye ubora hivi. Staji yake ni nzuri, unahitaji kwa ajili ya kutumia kwa ajili ya afya yako ya ubongo, kwa ajili ya mmeng'enyo wako na vitu vingine. Lakini pia zimesheheni mafuta yenye ubora na protini yenye ubora ambayo haiumizi figo, ni rafiki kwenye figo, na ni protini haichochei saratani, ila inaweza kukinga pia dhidi ya saratani. Kwa hiyo hii ni sababu ya nne kwa nini utafute vyakula vya wanga vilivyo vya kiasili uweze kula. Sababu ya 5 ni habari za gut microbiome au gut bacteria. Gut bacteria ni kufahamisha katika lugha ambayo naweza kanielewa. Kwenye mmeng'enyo wa binadamu au mwili wa binadamu kwa asilimia kubwa umesheheni bakteria. Si bakteria wale wanaosababisha magonjwa, ni bakteria ambao wanasaidiana na kinga za mwili wako kuweza kupambana dhidi ya magonjwa. Kwa mujibu wa sayansi inatuambia kwamba mwili wa binadamu una bakteria wengi kuliko hata seli zako za mwili. Kwa maana bakteria hao ambao wanasaidia kwenye kutulinda dhidi ya magonjwa. Na bakteria wengi wamekaa kwenye mmeng'enyo, tunaita kwamba ni gut bacteria, wamesheheni wengi. Bakteria hawa wanakula nini? Bakteria hawa hawali mafuta wala hawali protein wala hawali kirutubisho kingine chochote, isipokuwa wanategemea wanga tu peke yake. Fikiria viumbe hai hawa ambao ni wengi sana kuliko hata seli za mwili wako, na ambao kuishi kwao wanategemea wanga. Wewe huvipatii wanga hii. Ninapozungumzia wanga simaanishi zile wanga za madukani, namaanisha habari za nyuzi lishe, ndo aina ya wanga ambayo inalisha bakteria. Lakini kuna habari za wanga ambayo kwamba ni starch ambayo kama ni resistant starch, na pia inalisha hawa bakteria wazuri, ambao bakteria hawa wazuri wanasaidia kuhakikisha kwamba sumu mwilini hazimtikani. Wanasaidia kuhakikisha kwamba mifumo ya homoni na mfumo wa fahamu unafanya kazi sawa sawia. Inasaidia habari moyo na mishipa ya damu inakuwa katika afya ambayo ni njema. Inasaidia katika sehemu mbalimbali na kuhakikisha kwamba viungo vyako vinakaa vizuri. Paka inasaidia kuzuia masuala ya allergy. Hawa gut bacteria. Na wanategemea nini? Wanategemea kula vyakula vya wanga. Sasa usipokula vyakula vya wanga unatarajia nini? Hakika unakuwa umefungulia mlango wa magonjwa ambayo yatakushambulia siku zako zote, hapo utakuwa unashangaa kwa nini nakula vyakula ambavyo nashauriwa na wataalamu, vyakula vya protein na mafuta, hapo bado nauma. Kwa hiyo hicho ni kitu cha kutofahamu. Lakini sababu ya 3 ya kwa nini ile vyakula vya wanga ni kwa sababu jamii ya mikunde ni chakula ambacho kwamba ni superfood, ni chakula bora muhimu na kila afya ya mwanadamu nakihitaji. Naomba unisikilize vizuri. Jamii ya mikunde, maharage, mbaze, njegere, kunde, choroko, dengu. Kija kwenye jamii ambazo zinasadikika kuishi miaka mingi sana, ambao wameishi miaka 100, si miaka 90, ambao wao kuishi miaka ni swala kawaida sana, ambazo katika science tunaita kama ni blue zone. Blue zone ni maeneo yote ambao watu wamebarikiwa kuishi miaka mingi sana pasipo kushambulia magonjwa haya sugu. Ukifuatilia kwenye historia na makala na vitabu na tafiti, na kuonyesha kwamba jamii zote zilikuwa na kitu kimoja ambacho zinafanana. Zote zilikuwa nakula mikunde. Kuna jamii ambazo zilikuwa nakula maharage kwa wingi, kuna jamii ambazo zilikuwa nakula mbazi kwa wingi, kuna jamii ambazo zilikuwa nakula njegere kwa wingi. Zote zinafahamika kwamba hicho chakula kimekuwa ni sehemu ya ulaji. Sehemu kama ukija kwa mfano kisiwa cha Greece huko Ikaria, huko wamekuwa kila habari za mikunde hizi. Ukija Afrika, kitu kama Equatorial Guinea ambayo inasalia kwamba watu wanaishi miaka mingi sana, bado tunakueleza kwamba jamii ya mikunde imekuwa sehemu ya ulaji mkubwa sana. Ukienda kwenye historia kwambia Afrika kabla ya kuanza kula ulaji wa kimagharibi, nyama kwa wingi, mafuta, wamekuwa wakiishi kwenye starch. Lakini maharage na jamii ya mikunde imekuwa ni sehemu ya ulaji wao, wakisema kwamba pia ni moja inaweza kuwa ni siri kwa nini walikuwa hawashambulii na magonjwa. Kwa hiyo ni kwa sababu kwamba ukiweza kukwepa wanga utaweza kukwepa mikunde, hasa wale watu ambao wanafuata ketogenic diet, ulaji wa vyakula vya mafuta kwa wingi na protein, akiwa wamepunguza wanga. Hawa watu hata jamii ya mikunde hawali. Na kama hauli, naomba nikuhakikishie wewe unajitoa kwamba unakosa chakula hiki ambacho kingeweza kukulinda dhidi ya magonjwa. Kuna maharage kwa mfano haya meusi yamekuwa ikionyesha kwamba na uwezo mkubwa sana kuweza kutibu saratani. Black beans ziko vizuri sana na aina nyingine za jamii ya mikunde. Kwa hiyo
Jamii ya mikunde hapa, kitu kingine kufahamisha, imesheheni protini yenye ubora ambayo huwezi kufananisha na protini nyingine yoyote. Na cha pili ni kwamba imesheheni nyuzi lishe na resistant starch, ambazo nyuzi lishe na resistant zinatumika kama prebiotic ama ni chakula cha gut bacteria, bakteria ambao kwenye mmeng'enyo. Kwa hiyo hakikisha hivi vyakula unakula ndio vimesheheni wanga. Kuna mtu anasema mbona sisi tunaambia jamii ya mikunde ina protein? Nakubaliana kwamba ina protein, lakini kwa asilimia 60 kirutubisho ambacho kimesheheni kwenye jamii ya mikunde hata maharage ni wanga aina ya starch. Baada ya kirutubisho cha wanga, kinachofuatia kwa wingi ni protein. Kwa nini tunasema jamii ya kunde imesheheni protein nyingi? Ni kwa sababu tumelinganisha na vyakula vingine vya mmea, lakini si kwa sababu kwamba maharage na protein nyingi sana kuzidi nyama, hapana. Si kwa sababu kwamba maharage na protein nyingi sana kuzidi dagaa, hapana. Maharage na protein nyingi sana tunapolinganisha na jamii nyingine ya mmea, kwa maana kwamba hii kunde mikunde na mbegu imesheheni protein nyingi sana. Lakini uzuri kwamba kile kirutubisho ambacho ni kingi kwenye vyakula hivi ni wanga, na protini hapa ni yenye ubora. Hii ni sababu ya 6 kwa nini ule vyakula vya wanga na usikwepe. Sababu ya 7, watu wamekuwa wakisema kwamba ukila vyakula vya wanga inapunguza uwezo wa mtu kufanya mazoezi na kutokuwa active. Lakini naomba nikuhakikishie wale watu wote ambao wanakula vyakula vya protein na mafuta yakiwa yamepunguza wanga, wengi wanakumbwa na changamoto ya mwili kuwa dhaifu na kutokuwa na nguvu. Kwa nini? Ni kwa sababu wanga ndio kirutubisho ambacho ni mwili unahitaji kwa ajili ya kutengeneza nishati. Mafuta yanaweza kutumika kama nishati, lakini ni nishati mbadala. Ni pindi tu kwamba mwili hauna namna ndio utaenda kutumia nini? Kutumia mafuta. Lakini chanzo cha nishati pendwa na mwili wa binadamu ni glucose na sio kitu kingine. Na ndio maana ishiwa glucose ndio utajua. Kwani ushawahi kusikia mtu amekufa kwa sababu ya upungufu wa mafuta? Jibu nakuja ni hapana. Lakini hujawahi kusikia kama kuna watu ambao wamekufa kwa sababu ya kuishiwa sukari? Wapo, tunafahamu. Kuna issue ya hypoglycemia. Lakini umeshawahi kusikia kuna hypofat, kwamba mtu amekufa kwa sababu ya hypofat ndio the reason for death? Hapana, huwezi kutakisha sikilizani. Kwa hiyo hakikisha unakula vyakula vya wanga kwa ajili ya kuhakikisha kwamba mwili wako unakuwa na nguvu na haudhoofiki. Sababu ya 8 kwa nini ule vyakula vya wanga ni kwa sababu wengi wamekuwa sema kwamba kila wanga inaharibu ubongo. Hapana. Wanga inajenga ubongo wa mwanadamu, kwa sababu fanya ujuavyo wewe, hata kama ketone ambayo ni zao la mafuta inaweza kutumika kama nishati kwenye ubongo, lakini asilimia 80 ya nishati ni lazima, hiyo ni kanuni, ni lazima inatokana na glucose. Lazima glucose iweze kusupply asilimia 80 ya nishati, na hiyo 20 mwili unaweza ukabahatisha ukajaribu kutumia nishati kutoka kwenye mafuta katika mfumo wa ketones. Lakini wanga ndo ambayo inasababisha na kuwa na afya njema. Hata vyakula vingi ambavyo vinasaidia kwenye masuala ya afya ya ubongo na akili na kukinga na masuala ya Alzheimer's disease, hakika ni na masuala ya dementia, ni kwamba ni vyakula tukonavyo na mmea, ni wanga. Vyakula vya wanga ndio vinaweza kutukinga masuala ya Alzheimer's disease, masuala ya dementia na vitu vingine. Hii ni sababu ya 8. Sababu ya mwisho ambayo nitakayoifahamu ni kwamba jamii zote ambazo zinasadikika kuishi miaka mingi hapa duniani, ambao kwao kuishi miaka 100 ni swala kawaida, kama visiwa vya Okinawa huko Japan, wamekuwa wakiishi vyakula vya wanga, hasa viazi vitamu vimekuwa ni sehemu ya ulaji wako. Greece, kisiwa cha Greece ndani ya Italia, wamekuwa kila mkate ambao wangana baada ya kukobolewa, wamekuwa kila maharage, wamekuwa wamekula viazi mviringo. Kwa hiyo imekuwa sehemu ya ulaji huo. Ukija sehemu nyingine kama huko Italy nako pia, ukija sehemu kama Costa Rica huko kote, ambapo watu wamesadika kuishi miaka mingi, ambapo maeneo yote ndani ni blue zone, bila kusahau vitu kama maeneo kama Equatorial Guinea kwa upande wa Afrika. Watu wote wamefuatilia watu hawa ambao maeneo haya ndio kama blue zone, walikuwa na vitu ambavyo vinafanana. Wote walikuwa nakula vyakula ambavyo vina uwanga kwa wingi, ambavyo ni kama viazi vitamu, viazi mviringo, jamii ya mikunde, maharage, mbazi, njegere, kunde, choroko, ulaji wa matunda na mboga za majani kwa wingi. Vyote hivyo wamekuwa wakiweza kutumia kwa wingi sana. Kwa katika tafasiri hiyo, vyakula hivi vimeweza kutuprovia, na tuna tafiti nyingi za muda mrefu sana ambazo zinaonyesha ubora wa kula vyakula vya wanga. Ndio maana nasema kuepuka vyakula vya wanga ni moja ya shimo ambazo unasikia umejichimbia. Kutokula vyakula vya wanga
kuna uhusiana na magonjwa yafuatayo. Magonjwa ya sukari, kwa sababu utakula mafuta mengi ambayo yanaenda kuzuia sukari isitumike. Kwa hiyo fahamu kitu ya design ya hususan kisukari na pili, pressure, magonjwa ya moyo, mafuta kwenye ini, magonjwa ya figo, maji kwenye figo, maji kwenye mfuko wa nyongo, acid reflux, kiungulia, habari za vidonda vya tumbo, kukosa choo, habari za bawasiri na matatizo mengine chungu nzima, ikiwepo masuala ya upungufu wa nguvu za kiume. Yote ni matokeo ya watu kuepuka vyakula vya wanga ambavyo ni vya asili, na njia sahihi ya kukwepa magonjwa hayo ni kukaa kwenye vyakula hivyo. Kwa hiyo usiepuke, achana na kuwa na carbophobia. Nilihitaji kufahamisha hayo. Ni kushukuru wewe kwa kutazama video hii mwanzo mpaka mwisho. Ulikuwa na Emmanuel Mpalie ambaye kitaaluma ni nutrition specialist. Eat carbohydrate. Nikutakia wakati mwema, kwa heri.